Kuna mdudu anayekula 80% ya muda wako, nguvu zako na kipato chako bila wewe kujua, na mdudu huyo anaitwa bidii isiyo na tija. Leo na kuonyesha sheria ya 80-20 au Pareto Principle. Haikutungwa na mhamasishaji yoyote wa YouTube. Iligunduliwa na mwanauchumi wa Kiitaliano Vilfredo Pareto. Aligundua kuwa 80% ya ardhi yote nchini Italia ilimilikiwa na 20% tu ya watu. Lakini hakusimama hapo. Aligundua kuwa hata kwenye bustani yake 80% ya njegere zilizokuwa nzuri zilitokana na 20% tu ya maganda ya njegere alizopanda. Hii ina maana gani kwako? Ina maana katika kila eneo la maisha yako, iwe ni biashara, masomo, mahusiano au afya, kuna vichache muhimu, vital few, na kuna vingi visivyo na tija, trivial many. Ukielewa siri hii, utaacha kuhangaika kama kuku aliyekatwa kichwa na kuanza kufanya kazi kwa akili. Work smart. Kwa nini unashindwa kupata matokeo? The myth of business. Watu wengi wanachanganya kuwa na kazi nyingi, being busy, na kuwa na tija, being productive. Unaweza kukaa ofisini kuanzia saa 2 asubuhi mpaka saa 12 jioni. Ukajiona umechoka sana, lakini ukiandalia ulichozalisha ni 0. Kwa nini? Kwa sababu unatumia 80% ya muda wako kujibu barua pepe zisizo na tija, kubishana kwenye magrupu ya WhatsApp au kupanga mafaili ambayo hayakuingizii kipato. Hiyo ndiyo 80% ya jitihada inayokupa 20% tu ya matokeo. Mtu mwenye mafanikio makubwa anajua siri moja. Hauwezi kufanya kila kitu. Anatafuta ile 20% ya kazi ambazo zina uzito wa 80%. Akifanya hizo 2 tu, amemaliza kazi ya siku nzima. Swali ni, je, unajua 20% yako ni ipi? Kama wewe ni mfanyabiashara, sikiliza kwa makini. 80% ya faida yako inatoka kwa 20% ya wateja wako. Hawa ndio wateja wanaokuaminia, wanaonunua bidhaa kubwa na wasiokusumbua sana. Lakini cha kushangaza, wafanyabiashara wengi wanatumia 80% ya muda wao kubembeleza wateja wasumbufu, wanaotaka punguzo la bei kila saa, na mwisho wa siku wanachangia 20% tu ya faida. Huu ni uenda wazimu wa biashara. Pia, 80% ya mauzo yako yanatokana na 20% ya bidhaa zako. Acha kutumia nguvu nyingi kukuza bidhaa zisizouzika. Tambua kile kinachopendwa na soko, kiwekee nguvu yako yote hapo. Hapo ndipo utajiri ulipo. Hata kwenye maisha yako ya kijamii, sheria hii inatawala. Angalia orodha ya marafiki zako kwenye simu. Unaweza kuwa na watu 500, lakini ni marafiki 5 mpaka 10 tu ambao wanachangia 80% ya furaha na amani yako. Hao ndio 20% yako. Wengine waliobaki ni kelele, wananyonya nishati yako, wanakupeleka kwenye majungu na hawakusaidii kukua. Ukitaka kuwa na amani ya akili, wekeza muda mwingi kwa watu wale wachache wenye thamani kubwa. Vile vile, kwenye mavazi yako, angalia kabati lako. Kuna uwezekano mkubwa unavaa 20% ya nguo zako kwa 80% ya muda wako. Hii inakuonyesha kuwa tunamiliki vitu vingi ambavyo hatuvihitaji. Kupunguza vitu visivyo na tija, decluttering, ni sehemu ya kuishi kwa sheria ya 80-20. Sasa, unaitumiaje sheria hii ili kuanza kupata matokeo makubwa kuanzia leo? Hatua ya kwanza, fanya uchambuzi, audit. Chukua karatasi na kalamu. Andika kila kitu unachofanya ndani ya siku moja, kuanzia kuamka mpaka kulala. Hatua ya pili, tafuta mshindi. Angalia kwenye hiyo orodha, ni mambo gani 2 au 3 ambayo yakikamilika maisha yako yanapiga hatua kubwa? Hiyo ndiyo 20% yako. Hatua ya 3, kataa kelele. Yale mambo mengine yote yanayokupotezea muda, yaondoe, yapunguze au mpe mtu mwingine ayafanye. Hatua ya 4, focus. Tumia saa zako za kwanza za asubuhi, wakati akili ina nguvu, kufanya ile 20% pekee. Usiguse simu, usisome email,
Fanya kile chenye tija kwanza. Watu wengi wanadhani 80-20 inamaanisha ufanye kazi kidogo uwe mvivu. Hapana, inamaanisha ufanye kazi kwa bidii zaidi kwenye mambo yenye tija zaidi. Inahitaji ujasiri mkubwa kusema hapana kwa fursa nyingi zinazokuja mbele yako ili uweze kusema ndio kwa jambo moja litakalobadilisha maisha yako. Mafanikio hayaji kwa kufanya mambo mengi, yanakuja kwa kufanya mambo sahihi kwa usahihi. Dunia imejaa watu wenye shughuli nyingi lakini wasio na matokeo. Usiwe mmoja wao. Kuanzia leo, kila unapotaka kufanya jambo, jiulize, je, hii ni sehemu ya 20% itakayonipa matokeo makubwa au ni 80% inayopoteza muda wangu? Kama unataka kubadilisha maisha yako, anza kwa kuacha kufanya kila kitu. Chagua vichache muhimu, kisha vipe nguvu zako zote. Kumbuka, ni matokeo yanayohesabika, sio jasho unalolitoa kufanya mambo yasiyofaa. Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video ijayo. Peace.